Katika dunia leo inayoongozwa na mivutano ya kibiashara, vita ya kiuchumi kati ya Marekani na China imeingia katika sura mpya ya hatari. Katika wiki ya pili ya Aprili 2025, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mpango mpya wa kutoza ushuru wa juu kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka China hadi 145%. Hatua hii imekuja kama sehemu ya msimamo wake wa kulinda uchumi wa Marekani, hasa katika sekta za viwanda, teknolojia na metali muhimu. China haikukaa kimya. Serikali ya Beijing kupitia Wizara ya Fedha imetangaza kuongeza ushuru wake kwa bidhaa za Marekani kutoka 84% hadi 125%. Hii ni hatua ya kujibu mashambulizi ya kiuchumi, ikiwa ni joto la vita ya kibiashara inaweza kutikisa uchumi wa dunia. Hatua hizi zimeanza kuathiri masoko ya fedha. Soko la hisa la Shanghai lilishuka kwa 2.3%, huku Dow Jones nchini Marekani likiona mporomoko wa takribani 1.7% ndani ya masaa machache baada ya tangazo hilo. Makampuni makubwa kama Tesla, Apple na wazalishaji wa nishati safi wameanza kutathmini upya minyororo yao ya uzalishaji kutokana na ushuru mpya. Trump ameapa kuwa hatopunguza ushuru hadi China itakapoacha kile anachokiita uwizi wa akili na ushawishi usio wa haki katika biashara ya kimataifa. China kwa upande wake inasisitiza kuwa hatua hizo za Marekani ni ukiukwaji wa mikataba ya shirika la biashara duniani WTO na ni sehemu ya sera za kiimla za Marekani. Nchi za Ulaya kama Ujerumani na Ufaransa zimeanza mikutano ya dharura kujadili jinsi ya kukabiliana na athari za mvutano huo. Umoja wa Ulaya umetahadharisha kuwa mzozo huu unaweza kusababisha mdororo wa kiuchumi unaofanana na ule wa mwaka 2008 katika nchi zinazoendelea kama Tanzania, Kenya na mataifa mengine ya Afrika. Athari hizi zinaweza kuonekana kupitia kupanda kwa bei za bidhaa za kielektroniki na magari, kukosekana kwa bidhaa, kupungua kwa uwekezaji wa moja kwa moja kutoka kwa mataifa hayo mawili. Vita hii ya ushuru ni zaidi ya mpambano wa takwimu, ni mvutano wa madaraka ya kibiashara, udhibiti wa teknolojia na uongozi wa kiuchumi duniani. Huku dunia ikitazama, swali linabaki: je, mataifa haya mawili yatafika makubaliano ya kidiplomasia au tunashuhudia mwanzo wa mgogoro wa kiuchumi wa kizazi kipya? Endelea kubaki nasi tukiendelea kukujuza mambo mbalimbali yanayotokea sehemu mbalimbali za dunia, ikiwa pamoja na hili linaloendelea kutikisa vichwa vya habari ulimwenguni kote. Ulikuwa nami Tony Tente, kwaherini.